Mpendwa msikilizaji wa JJ Creative Studio, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi. Anza asubuhi yako kwa kuliinua jina la Yesu katika maisha yako. Yesu akiinuliwa juu, mioyo inaunganishwa, maisha yanabadilika, na Mungu akubariki. Piga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Disemba 13, somo linasema ndipo tutatambua. Na tuombe. Asante Baba kwa siku nyingine uliyotupatia. Asante kwa asubuhi ya njema. Tunapenda kusoma neno lako, tunaomba utubariki. Tunaomba kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina. Warumi 11:33. Jinsi zilivyo kuu utajiri na hekima na maarifa ya Mungu. Hukumu zake hazichunguziki, wala njia zake hazitafutikani. Ni lengo kuu la Shetani kuondoa mawasiliano yote yaliyo kati ya Mungu na watu wake, ili waweze kutenda hila zake za udanganyifu bila kuwepo kwa sauti inayowaonya juu ya hatari inayowakabili. Ikiwa ataweza kuwasababisha wanadamu kumshuku mjumbe au kutoambatanisha utakatifu kwa ujumbe wake, anatambua kwamba watajihisi kuwa hawana wajibu wa kutii neno la Mungu. Na pale nuru itakapoonekana kama giza, Shetani atakuwa amefaulu. Mungu wetu ni Mungu wenye wivu. Hapaswi kufanyiwa mzaha. Yeye afanyaye mambo yote sawasawa na mapenzi yake anapendezwa kuwaweka watu katika mazingira anuwai na kuwapatia majukumu na mambo ya kuzingatia ya kipekee kutokana na nyakati wanazoishi na masharti waliowekwa chini yake. Ikiwa watathamini nuru waliopewa, uelewa wao utakuzwa na kuadilishwa na fikira pana za ukweli zitafunuliwa kwao. Siri za mambo ya umilele, hasa kuhusu neema ya ajabu ya Mungu kama ilivyofunuliwa bayana katika mpango wa ukombozi, zitafunuliwa katika akili zao, maana mambo ya kiroho hutambuliwa rohoni. Yesu anasubiri akiwa na shauku kuu kufunua kwa watu wake utukufu utakaoonekana katika ujio wake mara ya pili, na kuwachukua kuwapeleka katika tafakuri ya mandhari ya furaha kamili. Kuna maajabu yatakayofunuliwa. Maombi na utafiti mrefu wa maisha yote vitaacha mengi ambayo hayajafanyiwa utafiti wala kupata maelezo ya kutosha juu yake. Lakini kile tusichokijua sasa kitafunuliwa baada ya hapa. Kazi ya kutoa maelekezo inayoanza hapa itaendelea hadi katika umilele. Mwana-kondoo atakapokuwa akiongoza jeshi la waliokombolewa kuelekea katika chemchemi ya maji ya uzima, ataweka kwao akiba kubwa ya maarifa. Atafumbua mafumbo ya kazi na mapenzi ya Mungu ambayo hayakueleweka hapo mwanzo. Kamwe hatuwezi kwa kupitia kufanya utafiti kumfahamu Mungu. Aweki wazi mipango yake katika akili za wachunguzi na wadadisi wa kibinadamu. Tusijaribiwe kufunua kwa kiburi pazia lilofunika ukuu wake. Mtume anatangaza kuwa hukumu zake hazichunguziki wala njia zake hazitafutikani. Ni uhakikisho wa rehema zake kwamba nguvu yake imefichwa, kwamba imefunikwa kabisa katika wingu la siri na uvuguvugu. Maana kufunua pazia linaloficha ni uhakikisho wa rehema zake kwamba nguvu yake imefichwa, kwamba imefunikwa kabisa katika wingu la siri na uvunguvungu. Maana kufunua pazia lililoficha uwepo wa Mungu ni kifo.
Hakuna asili ya mwanadamu mwenye asili ya kufa inayoweza kuelewa siri ya uweza wake, ambayo yeye aliye mkuu huishi na kufanya kazi ndani yake. Hatuwezi kamwe kutambua utendaji wake kwetu na matilaba yake inayomsukuma kufanya jambo ikiwa hataona vyema kulifunua kwetu. Anaamuru kila jambo kutendeka kwa haki, na hatuwezi kutoridhishwa na kutomwamini yeye, bali tutasujudu kwa kicho na utii. Atafunua kwetu mapenzi yake kadiri itakavyokuwa kwa mema yetu kujua. Mbali na hayo, tunapaswa kuamini mkono wake wenye uweza wote, moyo wake uliojaa upendo. Utasoma The Review in Herald ya April 7 mwaka 1885. Na huu ndio mwisho wa somo lisemao ndipo tutatambua. Na tuombe. Asante Mungu kwa somo ulotupatia. Asante leo tuweze kufanyia kazi katika maisha yetu. Tunaomba yote kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina. Anakuja, Yesu yu